Ni kweli Mheshimiwa Waziri, haya yote ambayo yanafanyika sasa hivi tulikuwa tunayazungumza na watu wengi waliamini kwamba hayatatekelezeka. Tumekuja hapa mara kadhaa kuona na tumekuwa tukipata taarifa kama ambavyo nilisema jana na leo nasema. Bahati njema leo nimekuja pia na meli iko hapa. Nimekuwa ni mtu wa bahati, maana jana nimekwenda pale meli zipo pale Maruhubi na leo nimekuja hapa meli pia ya mafuta ipo. Ni meli ya pili tokea tuanze operation zetu hizi kubwa kufunga hapa na kushusha mafuta moja kwa moja. Kwa kweli hii ni faraja kubwa ya Wazanzibari wote, lakini na Watanzania kwa ujumla. Kwa kweli ni faraja kubwa. Mimi binafsi naendelea kupata faraja kubwa na naendelea kuambia wananchi wa Zanzibar wategemee mambo mazuri zaidi yale ambayo Mheshimiwa Daktari Hussein Mwinyi aliahidi. Utekelezaji wa kazi hizi ni ishara ya mafanikio makubwa kwa Zanzibar. Tumeambiwa hapa na wataalamu uwezo ambao tulikuwa nao wa kuleta mafuta ilikuwa nadhani haizidi lita milioni 2. Sasa hivi tunazungumzia lita milioni 35. Kwa kweli ni hatua kubwa, ni difference kubwa sana. Hata katika hali ya kawaida 2 na 35, yani ni gap kubwa sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza rais wetu kwa kazi kubwa anayoendelea kuifanya na kuwapa assurance wananchi wetu kwamba hii ndiyo kazi ambayo serikali yao inaendelea kutekeleza. Na kwa kazi hii ambayo inaendelea, naamini kadiri siku zitakavyokwenda, hali ya upatikanaji wa nishati hii ya mafuta Zanzibar itaendelea kuimarika zaidi, lakini naamini na vikwazo vitakapoondoka huko, basi hata bei, kuna uwezekano mkubwa sana wa bei hii ya mafuta kushuka. Lakini kwa sasa hatuwezi kulizungumzia sana hilo kwa sababu bado kwa wenzetu huko changamoto zile zinakuwa ziko nje ya nchi yetu, lakini hata hivyo faida inaendelea kuonekana. Anasema tulivyokuwa juzi sio jana, tulivyo jana sio leo. Kila siku kuna mafanikio makubwa sana. Uwekezaji wa mradi huu ni takriban milioni 15 za Kimarekani zimewekezwa katika kuweka miundombinu ya ushushaji na upakiaji mafuta. Kama tunavyoona tuna takriban boya 6 na anchor 6 ambazo zipo katika miundombinu hii, na tayari chini kuna plem ambayo inapokea na kupush mafuta, na inapotokea hitilafu yoyote ina uwezo wa kusitisha ili kuhakikisha kutokea athari mazingira katika eneo letu hili. Awali miundombinu yetu ya mafuta ilikuwa katika eneo la Mtoni, ilikuwa na uwezo wa kupokea meli yenye uzito wa tani 2000 tu, ambayo ilikuwa inasababisha mafuta mara kwa mara kwenda kuchukuliwa katika bandari ya Dar es Salaam pamoja na bandari ya Mombasa, jambo ambalo lilikuwa linapelekea ongezeko la bei maradufu katika upande wa Zanzibar, hususan katika mafuta ambayo tunatumia katika vyombo vyetu. Tunashukuru sana na tunapongeza maoni ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi pamoja nawe, kwa sababu kwa mara ukija kuhakikisha miradi hii tunaitekeleza na kukamilisha kwa wakati. Mradi huu umefanikiwa na sasa hivi tumeanza kupokea meli moja kwa moja. Meli hii unaiona ni meli ya pili. Meli ya kwanza ilikuwa awali mnamo mwezi wa Mei tarehe 31, ambayo ilikuwa ni Ocean Miracle, ilikuja na takriban lita za mafuta milioni 35, ikiwa lita milioni 10 za Jet A1 mafuta ya ndege, lita milioni 11 kwa ajili ya PMS yani mafuta ya petroli, na takriban lita milioni 14 za mafuta ya diesel. Na yote yaliweza kufanikiwa na kushushwa kiukamilifu bila changamoto yote. Na miundombinu hii, meli hii ni ya pili kuja, ambayo imefika takriban tarehe 26 mwezi wa 6, na sasa hivi inaendelea na zoezi la ushushaji, isipokuwa imehalt kutokana na operation kualau nafasi ya mafuta kuweza kupunguzwa ili iweze kuendelea na operation nyinginezo tena. Na meli hii inaitwa ni MV Amira, na ndani yake pia kuna mchanganyiko wa mafuta ya ndege, PMS pamoja na AGO. Mtaalamu wetu atatoa taarifa zaidi. Miundombinu yetu hii imezingatia mahitaji yote ambayo serikali imeitaka. Ya kwanza, kuhakikisha meli kubwa za kimataifa zinakuja. Meli hizi zina lita milioni 35, lakini zina uwezo kuhudumia hadi lita milioni 100. Meli za lita milioni 100 zinaweza pia kuhudumiwa hapa katika miundombinu hii na tayari nakidhi mahitaji yao. Miundombinu hii ina uwezo wa kushusha mafuta ya ndege, mafuta ya diesel, mafuta ya petroli, lakini pia na mafuta ya kupikia. Katika siku za mbele tuna add pipeline ya ziada, lakini pia tuna add pipeline ya nishati ya gesi yani LPG, kwa ajili ya kuhakikisha bei ya gesi pia nchini inaweza kupungua. Na katika miundombinu hii ina sehemu 3, ambayo sehemu ya baharini, anchoring na mooring buoys kwa ajili ya kufungaji wa meli. Kama tunavyoiona meli yetu hapa bila kuwa na gati, imekaa kwa utulivu kabisa, wala haipati changamoto ya mawimbi wala uchafuzi wa bahari. Chini yake kuna plem, ambao ni kizuizi cha pipelines zinaingia,
na nyuma yetu hapa kuna scoliosis flow meter, maagizo ya serikali kuhakikisha kila ratili na kila lita mafuta yanayoingia inaweza kupimwa kwa vipimo vya kisasa. Kwa hiyo miundo hii ni scoliosis flow meter ambayo inakuwa na sensa za kutosheleza kupima ujoto, idadi ya mafuta, ujazo na pia kuangalia uzito wake uko kwa namna gani. Kuna wengi walidhania kwamba hatutafika hapa, haya yangekuwa ndoto, lakini leo alhamdulillah tumepata taarifa meli zinakuja moja kwa moja, na hii ndio aliyokuwa akiagiza Mheshimiwa Rais afanyike na aliyokuwa akitueleza matarajio yake kwa bandari hii. Lakini Mheshimiwa, hapa pia pana bandari ambayo tulikuwa ikizungumzwa miaka mingi sana, alhamdulillah inaendelea kujengwa. Nadhani sasa hivi wako katika kuweka piles, sijui kama tutapata nafasi ya kwenda kuona, lakini baharini wanaweka piles, na mwezi wa Septemba inshallah tunatarajia kwamba angalau basi phase 1 iwe imekamilika. Kwa hivyo meli kubwa zitakuwa zinakuja moja kwa moja hapa kushusha makontena, kushusha mizigo.